eneo katika jimbo la Tarime vijijini. Hitimisho. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ndani ya chama chetu mkoa wa Mara tunamhitaji kila mtu, lakini kwa aliye tayari kuishi katika itikadi ya chama. Tunasema katiba mpya ni sasa, Free Tundu Antipas Lissu. Kwa kipekee sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wenzetu weupe walisema kwamba when you speak you die, when you keep quiet you die, but to speak and die when the message sent to the people. Sisi tunakutia moyo na tuko nyuma yako katika mapambano haya. Na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunakuhakikishia upuuzi ambao umekuwa ukiendelea mitandaoni kwenye baadhi ya mikoa mingine, baadhi ya wilaya zingine, sisi mkoa wa Mara tulipiga stop mara moja. Hizo presi tuliagiza watu waende wafanyie chumbani. Na mheshimiwa, tulikuwa mkali mimi na mwenyekiti wangu. Tukasema yeyote atakayekuja na presi ya kubagaza kijana wetu mpendwa Mheshimiwa John Heche, tulikuwa tunamlamba kichwa bila hata kusubiri kikao. Baada ya kuyasema hayo, mheshimiwa, sasa mwenyekiti wangu, pacha wangu, ni kuombe sana ukaribie hapa, lakini kwa taarifa nilizonazo, baada ya kuwa na mimi nachokonoa kanda, mwezi huu mwishoni tutafanya mkutano mkubwa hadhara viwanja vya shule ya msingi Mkendo. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu abarikini sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana. Haya. Chadema. Mabadiliko ya kweli. Mabadiliko ya kweli. Mbona mmenyong'onyea au mnataka viongozi waone hapo waga hata siji? Wangapi wanasema wanakuja hapa? Having a custom app can give you a serious edge over the competition. And with GoDaddy Aero AI built. Wangapi wanasema huyu anapiga maneno tamtamu hapa? Wote si mnajua tunapiga kazi au sio? Mzee Bullet, karibu uweze kusoma taarifa. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda, Mwenyekiti wa Mkoa, itifaki imezingatiwa. Mimi ni Charles Bullet, Mwenyekiti Baraza la Wazee Mkoa, mratibu wa Chadema Family Mkoa wa Mara. Mheshimiwa Makamu, Mkoa wa Mara una Chadema Family zipatazo 52 ambazo zinajishughulisha na ujenzi wa chama kwa kuwaweka pamoja wanachama muda wote, na zinajishughulisha na shughuli za kiuchumi kama kufuga kuku, ng'ombe na kilimo pia. Makamu Mwenyekiti, shughuli za kijamii zinazoshughulika ni kulea na kusomesha watoto yatima. Mfano, watoto wa marehemu Elias Onyango aliyekuwa mjumbe wa mkutano mkuu wilaya ya Butiama, wale watoto wamechukuliwa na Chadema Family ili kuwalea, pamoja na watoto wa katibu wa kata ya Labulu wilayani Rorya, watoto wale wamechukuliwa na Chadema Family kuwalea, maana bado ni wadogo. Pia zinasaidia pale mwanachama anapopata tatizo lolote la kijamii. Kila Chadema Family inatengeneza mkoba. Ili uwe na Chadema Family, sharti la kwanza uwe na mkoba, na tumeweka kwamba kiingilio kwa mwezi kwa kila mwanachama isizidi shilingi 1000, kwa sababu kuna mtu ana uwezo wa kula hata mlo wa siku moja. Malengo, Mheshimiwa Makamu, malengo ya mkoa wa Mara ni kwamba kila tawi ndani ya mkoa huu uliwe na Chadema Family, kwani ndiyo njia pekee ya kuwaunganisha wanachama kiurahisi na kwa haraka pale wanapohitajika. Tunategemea kuanzisha Chadema Family Day ndani ya mkoa wa Mara. Mheshimiwa Makamu, mbele yako ziko baadhi ya Chadema Family zimekuja hapa, zitataka kutoa salamu zako mbele yake. Naomba Mheshimiwa, kwa ridhaa yako niwaite mmoja mmoja. Naanza na Chadema Family kutoka wilaya Butiama Nyabange. Ukiitwa hapa una dakika moja tu. Kijeshi. Makamu, muda wako haumtoshi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti wa Chama Taifa, meza kuu, itifaki imezingatiwa.
waheshimiwa wageni waalikwa na wajumbe walioweza kufika eneo hili. Mimi ni katibu wa Chadema Family tawi la Nyabange, kata ya Nyankanga, wilaya ya Butiama, mkoa wa Mara. Sisi Chadema Family yetu wakati tunaianza 2014 tulikuwa wanachama 8. Lakini mpaka leo tuko wanachama 36 na nafikiri 36. Yes. Lakini pia katika harakati mbalimbali za kupambania haki, sisi Chadema Family tawi la Nyabange tumeweza kuchangia shilingi 50,000 kwa ajili ya kusukuma gurudumu hili. Sisi tunasema hatuko nyuma ya makamu mwenyekiti, sisi tuko sambamba na makamu mwenyekiti, apige kazi, apeleke moto mpaka kieleweke. Asanteni sana. Nenda umpe, alafu ushike mkono kule viongozi. Tunawaomba majita, Chadema Family majita, kama wapo. Utembee, jaribu kutembea kama mwanajeshi. Asante. Mimi ni katibu wa Chadema Family majita Chafama. Kikundi hiki kinao wanachama 101. Kikundi hiki kimeanzishwa mwaka jana mwezi wa 3 tarehe 10. Familia hii lengo lake kubwa ni kuwa na mfuko wa pamoja wa wanachama kwa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Katika shughuli za kiuchumi, toka mwaka jana mpaka mwaka huu, kikundi hiki kimefungua akaunti Airtel Vikoba, na ndani ya akaunti tunazo milioni 2,641,041. Lengo letu kufikia mwakani mwezi wa 3 tunatakiwa tuwe na milioni 10 na tunatakiwa kuanza miradi mbalimbali ya kiuchumi. Katika lengo hilo tumemuomba mwenyekiti wa chama mkoa aweze kututembelea tarehe 28. Tutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia mfuko wa kikundi. Lakini kwenye shughuli za kijamii, kikundi kimeweza kusaidia wanachama mbalimbali ndani ya familia Tanzania shilingi milioni 3,116,000 kwa kama rambirambi kwa wanachama wenzetu. Kwenye shughuli za kisiasa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mwaka huu mwezi wa 2 tulituma barua kwako kwa njia WhatsApp tukiomba uwe mgeni rasmi katika tamasha letu ambalo tulitegemea lifanyike mwezi wa 7 mwaka huu. Na kutokana na ushauri wa viongozi wa mkoa na kanda, wakashauri kwamba kutokana na hali iliyopo wenzetu hawataweza kukubali na hivyo kikundi kinaweza kuingia hasara. Kwa hiyo wakaomba tamasha hilo liahirishwe. Lakini pamoja na kuahirishwa, tunakuomba Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mwakani tamasha letu litakuwepo na ombi letu la kuhudhuria tamasha letu liko pale pale. Asante. Naomba Kiriba. Mmeshasikia muda? Haya. Tuwasikilize, ni watu wa muhimu. No hate. No hate. Naomba tusikilizane. Ndio nakwenda. Nani wewe uliyeko huko? Hichi ni kikao cha ndani. Na hawa ni viongozi wametoka mbali. Huyu ametoka mbali Busekera, si na huyu aliyeondoka hapa. Usimuone hapa. Kwa muwasikilize, tunatengeneza umoja wa chama. Kuna siku atakualika na utamwalika. Au sio jamani? Na mimi na wabana hapa. Ndio maana mnaona nimesimama leo hapa mimi. Ili waende na nini? Na muda. Haya mzee Kaki. Na samani mwenyekiti, tunaongelea ukombozi wa taifa letu. Siwe na haraka ya kurudi nyumbani. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, sisi watu wa kata ya Kiriba tuko na Jiandae Family na tuko na Chadema Family kata ya Kiriba. Maneno yasiwe mengi, karibu hapa. Mheshimiwa, njoo na kakitu kabisa, alafu tumalizane hapa.
wakati anakuja viongozi wa wilaya wameomba ziara za kitaifa zifanyike jimbo la Msoma vijijini. Tunasisitiza kuomba sio tu aje, kuna mambo watu wa Msoma vijijini wanaomba kuongea na viongozi wa kitaifa. Kwa mfano, jana mtu ameunda tume ya kuchunguza waliosababisha mauaji ya Oktoba 29. Kuna mtu hawajui? Kuna mtu hawajui? Kwa hiyo pesa za taifa hili zinatumika ovyo ovyo. Viongozi wa kitaifa wanapaswa kuja kuongea na watu wa Msoma vijijini wawaambie. Lakini pia kuna mambo yalishatelekezwa Msoma vijijini. Msoma vijijini kulikuwa na jineli ya pamba ya mgango, haifanyi kazi. Kulikuwa na vituo vya kununua maziwa, havifanyi kazi. Kuna majengo yamejengwa, si zahanati, si vituo vya afya, vimetelekezwa, havifanyi kazi. Ndio ninayeongea naye, nikishatoka hapa sirudi. Kwa hivyo usipange kama wewe ndio mwenye itifaki tafadhali. Mimi ndio naongea niliyotumwa na Chadema Family kuongea tafadhali. Sisi ni wavuvi na tunanyanyasika sana huko ziwani. Na hatuna soko la dagaa. Dagaa wetu wanakwenda ovyo. Tukifanya hivi hakuna kinachoonekana. Watu wa Msoma vijijini tunakuomba viongozi wa kitaifa mje tuongee, tuwaambie. Ukisoma historia ya taifa hili, Mwalimu Nyerere amezaliwa Msoma vijijini. Kikwete ndiye amekata kuwa Butiama. Lakini tangu Msoma vijijini ianze mpaka leo karibu miaka 70 ya uhuru, hatuna lami. Kwani tusiongee na viongozi wa kitaifa? Kumetelekezwa shamba la Bugwema. Watu wote mnafahamu, mkoa wa Mara usingekuwa na njaa. Shamba la Bugwema liko Msoma vijijini. Viongozi wa kitaifa wakifika, waongee na watu wa Msoma vijijini, waelewe Tanzania na CCM ilivyokwisha watelekeza. Waingie kwenye akili ya ukombozi wa taifa lao. Haiwezekani mpaka leo miaka 70 eti sisi tunakula maembe wakati wa njaa. Watu wa Msoma vijijini ambao tuna shamba kubwa la Bugwema na miundombinu ya umwagiliaji iliwekwa na Mwalimu Nyerere. Lakini watu hawaangalii, wameua tu. Peoples, no hate. Naomba uwasilisha hapa. Tone. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa majina naitwa Rose Kabula Katikiro, ni mwenyekiti wa BAWACHA wilaya Msoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitakuwa na mengi ya kuongea kulingana na muda. Chadema Family kata ya Kiriba tumeweza kuchangia chama tone shilingi 100,000. Pamoja nayo mwenyekiti, kulingana na uwezo wetu mdogo, nimekuja na kitu kidogo ka mbogo. Ukifika nyumbani mama akuchemshie supu, unafanya kazi moja kubwa sana. Asante mwenyekiti. Inafuata. Wewe nionyesha hapa. Kigera wai dakika moja, Kigera watu wangu na umo mimi nenda mpelekee mwenyewe. Haya. Mambo yameanza sasa hapa. Kigera wai speed. Baada ya Kigera atafata Nyabisare, mjiandae. Wakati huo nitambue uwepo wa Mheshimiwa Denson Nyang'ana Makanya, kaimu katibu wa Chadema jimbo la Tarime vijijini. Simama upunge, tunaenda na vyote sasa. Nimesha kuwa MC hapa. Kigera, Nyabisare simama nyuma ya Kigera. Wafuate Kwangwa B. Nafikiri hao wote ni wa Kwangwa hao. Msiniangushe muda alafu na nani. Makamanda Peoples. Chadema, mimi kwa jina naitwa Farida Mohamed Kilemwa, ndiye katibu wa Chadema Familia kata ya Kigera. Kwa taarifa tulizopewa tuliambiwa kwamba tuandae taarifa fupi za Chadema Familia. Lakini kulingana na muda, nahisi kwamba hizi taarifa hatutakuwa na muda wa kuzisoma, isipokuwa tutamkabidhi mwenyekiti wetu wa mkoa azifikishe mahali husika. Labda niseme kidogo tu. Lengo la Chadema Familia katika kata yetu, tuliamua kwa ajili ya kuwaunganisha wanachama waweze kupendana na kutambuana na hatimaye kuweza kusaidiana katika mambo mbalimbali.
Jambo la pili ni kwa ajili ya kuwafundisha wanachama wetu ili waweze kuitambua falsafa ya chama chetu. Alafu tatu, hii ilikuwa ni kwa ajili ya kusaidiana katika mambo mbalimbali kama vile misiba pamoja na raha. Nikisema raha nafikiri nitakuwa nimeshaeleweka. Sasa kwa mantiki hiyo basi, ni wasihi wanachama wote, majimbo yote, tuweze kuwaunganisha wanachama wetu popote walipo waweze kuunda Chadema Familia ili tuweze kuwaunganisha wanachama wetu tuweze kutambua. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niweze kukabidhi taarifa fupi za Chadema Familia kata ya Kigera, nakala 3. Nakala ya kwanza itaenda kwa makamu mwenyekiti taifa, nakala ya pili ni kwa ajili ya katibu wa jimbo, nakala ya 3 nafikiri itaenda kwa katibu wangu wa kata ili waweze kujua kwamba kazi za Chadema Familia namna tunavyoziendesha. Alafu kitu kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa mkoa, tuna kidogo tone. Tumeandamwa na michango mingi na tuna wanachama ambao kiujumla naweza nikasema kwamba bado ni wachanga. Kwa hiyo bado tunawalea. Kwa hicho kidogo, Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa, tunaomba ukipokee kwa uchache huo. Nafikiri tutaendelea kutoa zaidi na zaidi. Asante sana. Shingapi una wewe, usiogope, sema tone. Tuna 23,000. Peleka pale usalimie. Wa Kigera msimame sasa, hiyo mpunge mkono makamu waone kwa pamoja mlioko. Kigera simama wima bana. Haya. Wewe nani? Nyabisare. Haya. Asante. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, waheshimiwa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Makamanda people, katibu Chadema Familia Nyabisare. Tuna taarifa ambayo tutaiwasilisha hapa kwa viongozi. Lakini kwa kuanza ni kwamba Chadema Familia Nyabisare tulianza tarehe 30 mwezi wa 11 2024 tukiwa na wanachama 7 tulioanza nao. Pamoja na hayo tumeweza kufanya shughuli mbalimbali hasa kusaidiana. Mpaka sasa hivi Chadema Familia Nyabisare tuko wanachama 96. Tumeweza kuchangia baraza la kina mama BAWACHA, tulichangia shilingi 50,000. Lakini pia vile tunaendelea kutoa huduma tofauti za kijamii kwa wenzetu wakipatwa matatizo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba pia tumshukuru mwenyekiti wetu wa mkoa, ameweza kutusapoti, ametuchangia sahani, ametuchangia pipa moja, lakini pia akatuchangia kontena la kuhifadhia chakula. Mwenyekiti, asante sana, tunashukuru. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache, tuna tone letu kiasi cha shilingi 20,000. Tunaomba tuwasilishe kwa viongozi hapa. Asanteni sana. Nyabisare tupunge mkono kwa pamoja, tusimame Nyabisare. Haya, twende nana. Dakika moja. Pause. Mheshimiwa Mwenyekiti, makamu mwenyekiti taifa na meza kuu, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Monica Wilbard Sube, katibu BAWACHA Chadema Familia Kwangwa B. Kwangwa B Chadema Familia tunajishughulisha na shughuli ndogo ndogo, lakini pia ni Chadema Familia kongwe kwa jimbo la Msoma mjini. Imeanzishwa 2019 mpaka sasa hivi ina miaka 7. Mheshimiwa Mwenyekiti amekuwa ni mlezi wetu mkuu, mwenyekiti wa mkoa, tunamshukuru sana. Lakini pia ametusupport vitu mbalimbali, pipa, sahani na vitu vingine vingi. Na Chadema Familia Kwangwa B, Mheshimiwa makamu, kama umesikia kwamba kuna Chadema Familia inalea mayatima, ni pamoja na Chadema Familia Kwangwa B ndiye amekabidhiwa mtoto wa aliyekuwa mjumbe mkutano mkuu jimbo la Butiama Junior Onyango. Chadema Familia Kwangwa B sisi ndo tunamlea, Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na haya, Chadema Familia Kwangwa B tuna utaratibu wa kila baada ya miezi 6 kuandaa siku maalum kwa ajili ya kushiriki na wahitaji kama yatima, wazee pamoja na wajane. Tumeliweka hili kwa sababu makamanda wetu wametangulia mbele za haki na kuacha watu wahitaji. Ndio maana tumefanya hivyo. Lakini pia hatuchagui itikadi ya vyama. Tunaenda sambamba, hata wewe mwana CCM, mwana TLP, mwana kafu,
tunakula naye, tunashiriki naye, tunasema naye kwa maslahi mapana ya chama chetu na taifa letu kwa ujumla. Peoples. Lakini pia Chadema familia hii imejikita sana kisaidia chama katika rasilimali vitu, matenti, viti, sahani, sufuria katika matukio mbalimbali ya chama. Peoples. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ndio tulioongoza Chadema familia katika usajili wa kidigitali wa wanachama. Mtaa Kongwa B tumesajili wanachama 504 enzi za usajili wa wanachama wa kidigitali. Peoples. Na tuko wanachama 300 wa Chadema familia Kongwa B. Tuna semina ya kuongoza mafunzo kwa ajili ya mitaa na kata zingine ambazo hazijaweza kufanikisha shughuli hii. Na mimi hapa mheshimiwa mgeni rasmi, nimeweza kushawishi wilaya ya Butiama jirani zetu kuunda Chadema familia. Nimefanikisha kuunda Chadema familia Mgaranjabo, ambayo mheshimiwa mwenyekiti wa kanda ameenda kuizindua leo, nikiwa kama mkufunzi wa mafunzo ya Chadema familia ndani ya jimbo pamoja na mitaa yote 73 ya jimbo la Musoma mjini. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna kidogo sisi kama Chadema familia Kongwa B tone kiasi cha shilingi 40,000 na taarifa yetu utapitia. Tumefanya mengi, haya ni ziada tu. Peoples, naomba kuwasilisha. Makofi kwa mama jamani. Haya. Kwa kifupi bana, wewe ni nani? Haya, wa mkoa mje sasa kuhitimisha. Wengine mtaleta taarifa sasa baadaye kwa sababu ya muda. Mgaranjabo kwa kifupi sana. Peoples. Chadema, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, viongozi wote, ispati imezingatiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi kwa jina naitwa Abasi Manyama Ndaro, ni mwenyekiti Chadema family tawi la Mgaranjabo, lakini pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mgaranjabo. Mwenyekiti pekee Musoma mjini niliyeshinda, nikapelekwa mahakamani lakini kesi nikashinda. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chadema familia Mgaranjabo tumeanzisha tarehe 25 mwezi wa 5 2026, lakini mpaka leo tuna wanachama 220. Lakini pamoja na wanachama 220 tunachanga hada ya shilingi 1,000 kwa mwezi. Kwa hiyo mpaka sasa tuna shilingi 303,029. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nipende kumshukuru mwenyekiti wa kanda kwa leo kwa ajili ya kuzindua kijiwe chetu. Nisema asante sana. Lakini kwa sababu muda ni mchache, mgeni rasmi, Mgaranjabo inaomba wewe kama mwenyekiti, makamu mwenyekiti, uwe mmoja wapo wa wanachama wa Chadema family tawi la Mgaranjabo. Basi baada ya kusema hivyo, kabla ya tone yetu tumekuja na shilingi 10,000, lakini niwaombe wanachama wote wa Buhare njooni tuongezee kwenye hilo 10,000, lakini pia nitamkabidhi namba makamu mwenyekiti, lakini pia nitamkabidhi mwenyekiti wa mkoa namba ili awe mwanachama wa chama wa familia Chadema familia ya Mgaranjabo. Kwa hiyo niwaombe tu kwa heshima, fikeni muongezee tone, lakini baada ya kuongezea tone tumkabidhi namba makamu mwenyekiti na mwenyekiti wa mkoa. Sasa simama pale sasa hivi upokee tone pale. Simama pale. Haya, mkoa. Peoples. Joni msimuangushe huyu jamani. Ndio ameanza kukua. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mimi naitwa Michael Makenji, mwenyekiti wa Mkoba Chadema family mkoa wa Mara. Chadema familia mkoa wa Mara ilianzishwa mnamo mwezi Agosti 2025. Ina jumla ya wanachama 49 na tuna kiasi cha fedha shilingi milioni 1,671 kwenye akaunti ya Mkoba, na wanachama walioko hai kwa sasa ni 27, wale wanaosuasua wapo 22. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa taarifa hiyo fupi kutokana na maslahi ya muda, Chadema family mkoa wa Mara nimesema tuna shilingi milioni 1,671. Kwa hiyo nije kwenye ishu ya tone. Sisi Chadema family pia tumejitutumua, tuna shilingi hapa 50,000 ambayo tumejichangisha kwa leo kwa ajili, sio hatujagusa akaunti yetu iko pale kibubu kimejaa. Kwa hiyo hii makamu mwenyekiti ni shilingi 50,000 kwa ajili tu ya kusaidia baraza kuu. Wapo wanaopita huko kwa ajili ya kulandalanda na kutema ujinga wao, tunawaambia na wakome. Hiki chama tutakipigania kwa jasho na damu. Naongea kama mwenyekiti wa chama wilaya Butiama, sio mwenyekiti wa send off, sio mwenyekiti wa harusi, ni mwenyekiti wa chama kweli kilichojiandaa kushika dola ya nchi hii. Peoples. Asante sana. Nadhani mwenyekiti kwa muda wengine wamebaki. Asipige picha bwana.
Chale huyo. Chale huyo. Chale huyo. Mmemwona Chale? Mwenyekiti, nadhani waliobaki watapata. Tunaomba sasa Chadema Family Kwangwa mpunge mkono kwa pamoja. Tusimame Kwangwa waliopo. Kigera, Mgaranjabo, Makoko, Mwisenge. Haya, nyewe mtaleta zenu hapa akija makamu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa sababu ya muda, Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, sisi tunafanya kazi. Mkoa wetu umekataa kitu inaitwa maneno tamu, vitendo hakuna. Na mngekuja kwa wakati, taarifa tumekata hapa ni nyingi sana. Tumejiandaa kushinda kwenye huu mkoa na CCM haitabaki na kitu kabisa. Ndio maana tunatengeneza chain hii, Stronger Together ni chain ya wanachama kupitia Chadema Family. Hizi Chadema Family tunataka zenyewe tu ziwe na wanachama standby zaidi ya 200,000 wenye uwezo wa kuchangia chama 1,000 kwa mwezi. Kwa hiyo sisi ndio tutafadhili hichi chama, msipokaa sawa kitaifa. Tutawafadhili muda ukifika. Uongo kweli? Na tunajenga ofisi za chama. Tunajenga kwa nguvu zetu za wapunge. Viongozi wetu kutoka Msoma mjini, mjumbe wa mkutano mkuu nimekuona pamoja na wengine, Patroba na wengine unge mkono. Kiongozi wa ujenzi, kamati ya ujenzi ya Msoma mliopo hapo nimemwona Kinyaire, mwenyekiti wa mjumbe wa mkutano mkuu. Haya, tupunge kwa pamoja wote tulioko hapo. Kama nitakuwa nimekusahau utanisamehe kwa leo. Katibu wetu wa wilaya Butiama pia. Kwa hiyo kazi hii inaendelea. Tunamkaribisha sasa mwenyekiti wetu wa kanda, amejionea. Mimi najua hawana swali, au sio jamani? Mimi leo siongei, si ni vitendo, au sio? Na ni kwa sababu ya muda. Ninawaomba ombi moja, viongozi wangu, makamu mwenyekiti. Watu wa Msoma wanaomba urudi mpige soga pale kwenye uwanja wa Mkendo pale. Watu wa Serengeti, umeona we mwenyewe leo ulikuwa unatoka shambani kwako, wote wanakuhitaji. Kwa hiyo mwenyekiti wetu wa kanda, tafadhali unapoondoka tupelekee taarifa kwenye kanda kwamba mkutano wa Msoma, Serengeti, Tarime mjini na Nyamongo, na ndugu yetu Kaki na amekuja na Sangara kabisa. Hiyo mikutano haina mjadala. Na tutajiandaa wenyewe, au sio jamani? Mungu awabariki sana kwa kuja. Chadema Family hamjaniangusha. Mwenyekiti wa kanda, karibu. Lakini tambua uwepo wa kijana wetu Machira Alfonsi, na yeye ni mpiga picha leo, kwa hiyo yupo hapa pamoja na sisi. Karibu sana mheshimiwa. Tayari. Mimi nakusubiri. Mimi leo sina maneno. Nikigonga maneno hapa mimi mwenyewe ni saa nzima. Haya. Tumpigie makofi mwenyekiti wetu wa kanda. Haya. Na kushukuru mwenyekiti wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa mwenyekiti makamu Bala, Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa viongozi wenzangu wote, ngazi zote, Mheshimiwa wanachama mlioko hapa, itifaki yenu nimeizingatia. Natambua viongozi mbalimbali mliotoka maeneo mbalimbali. Kipekee kabisa natambua uwepo wa mwenyekiti wangu wa wilaya yangu na katibu wa wilaya yangu, wilaya takatifu, wilaya baba wa taifa. Wao Juma na kuona pale katibu wangu na mwenyekiti wangu na kuona hapo. Mheshimiwa viongozi na wanachama wenzangu mlioko hapa, muda wetu sio rafiki. Napenda tumpe makamu nafasi ya kuzungumza na sisi. Kwa hiyo
Mimi naomba niseme mambo machache tu ili tumpe makamu nafasi. Jambo la kwanza, katibu wetu wa Chadema kanda ya Serengeti yuko gerezani, gereza la Shinyanga, pamoja na viongozi wetu wa Chadema mkoa wa Shinyanga wakiwa watu 17. Chama kupitia mawakili wa chama chetu waliitisha kesi hiyo Mahakama Kuu ili Mahakama Kuu ipitie ione kama kuna sababu yoyote ya kuendelea kushtakiwa kwa kesi ya ugaidi, na Mahakama Kuu imeita kesi hiyo tarehe 10 kwa maana ya Jumatatu. Natoa wito kupitia kikao hichi, wanachama wote kanda ya Serengeti na mkoa wa Shinyanga tukutane mahakamani pale Shinyanga kwenye kesi ya katibu wetu wa kanda pamoja na viongozi wetu ambao wanashtakiwa pale kwa kesi ya ugaidi. Lakini jambo lingine, mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Kahama ameshikiliwa na jeshi la polisi. Sasa ni zaidi ya siku 15. Alikamatwa mkoa wa Simiyu, akakaa pale karibia siku 5. Baadaye amepelekwa Kahama na mpaka leo hajawahi kufikishwa mahakamani. Naomba kupitia kikao chetu hichi cha ndani nitoe wito kwa jeshi la polisi na serikali kumfikisha mahakamani mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya Kahama ama kumuachia bila masharti yoyote. Haiwezekani chombo ambacho kimepewa jukumu la kuhakikisha kila mtu anazitii sheria za nchi, lakini taasisi hiyo yenye jukumu la kulinda kila Mtanzania azitii sheria za nchi, taasisi hiyo haitii hizo sheria, inazikanyaga. Hakuna mwananchi yoyote atakuwa na imani na taasisi hiyo. Kama jeshi la polisi linajua unatakiwa ukae na mtuhumiwa kwa muda wa pengine masaa 48 peke yake, lakini wewe unakaa na mtuhumiwa siku 20 hujampeleka mahakamani, unapoteza sifa ya kuwa msimamizi wa hizi sheria. Kwa jeshi la polisi linapoteza sifa kwa sababu linakanyaga sheria za Tanzania. Tunatoa wito wamuachie mwenyekiti wa vijana, kwa sababu wanajua hana kosa lolote. Lakini jambo lingine, kupitia kikao hichi, mkoa wa Shinyanga kwenye kanda yetu umekuwa ni mkoa unaoshambuliwa na CCM na serikali yake. Ndio maana leo katika kesi za ugaidi ambazo watu wamewekewa Tanzania, kwenye kanda yetu ni mkoa wa Shinyanga ndio kuna watu 17, na wengine wanasema wanawatafuta kwenye mkoa wa Shinyanga. Hii ni kwa sababu RCO wa mkoa wa Shinyanga, mkuu wa mkoa wa Shinyanga, mkuu wa wilaya ya Shinyanga wameamua kufanya kazi ya CCM badala ya kufanya kazi ile ambayo imewapeleka pale Shinyanga ya kuhakikisha usalama wa raia na kuleta maendeleo kwenye wilaya ile. Ndio maana wanaandika majina ya viongozi wa Chadema, wanakaa nayo kwenye kabati lao
aidha nyumbani kwao au kwenye ofisi za umma ambazo wanazitumia vibaya. Ndio maana walipowapeleka mahakamani viongozi wetu wakiongozwa na katibu wa kanda, walimpeleka mtu ambaye jina lake halikuwemo kwenye hati ya mashitaka. Wanamlazimisha yeye ndiyo mwenye hilo jina. Kumbe waliandika majina ya viongozi wa Chadema tu na wakakusanya wanachadema bila kujua majina yao. Na walipofika mahakamani akasema hilo sio jina langu, wakamrudisha kituoni. Kama jeshi la polisi wako makini, waseme ni kwa nini walimpeleka mwanachama wa Chadema, wanamlazimisha kwenye jina ambalo si la kwake, ni la kiongozi wetu mwingine ambaye hawajawahi kumtafuta wala hawajawahi kumkamata, wakamrudisha kituoni. Baadaye ndio wakampeleka mahakamani kwa kuandika majina yake. Tafasiri yake ni kwamba wana majina ya viongozi wa Chadema kwenye kabati zao, wanaenda wanakamata mtu yoyote ambaye ni wa Chadema na wanambandika jina ambalo sio la kwake. Kwa hiyo tunawataka mkuu wa mkoa wa Shinyanga, RCO mkoa wa Shinyanga, mkuu wa wilaya ya Shinyanga, tena kijana wetu kutoka Mara pale Korotambi ndiko ulikotokea, acheni kunyanyasa Watanzania. Hamjapelekwa Shinyanga ili mnyanyase Watanzania walioko Shinyanga. Huyu anayejiita waziri wa mambo ya ndani anachowaagiza kwa masilahi yake, iko siku na yeye atatoka na nyie mtarudi kwa wananchi hao ambao mnawaumiza, na wote tutakuja kuishi. Jambo lingine nimesikia hapa wakati viongozi wa mkoa wanazungumza, viongozi wa majimbo wanazungumza, nimesikia wamezungumza. Naomba kuweka sawa baadhi ya mambo. Jambo la kwanza naomba kuweka sawa kwamba katibu wa mkoa amegusia jambo kwamba mtu angetokea anamsema makamu wangekula kichwa bila kikao. Naomba kuweka sawa kwamba sisi ni watu tunaofuata sheria na taratibu. Akitokea mtu wa namna hiyo, tutafuata sheria na kanuni za chama, tutamwandikia barua ya kujieleza, tampa siku ili kumpa haki hiyo ya kikatiba, na tutamshughulikia kwa mjibu wa katiba yetu. Naomba kufuta yale maneno. Mrekodi kwamba imekaa hivyo, pale alikuwa pengine anachombeza. Sawa sawa? Sawa sawa? Lakini niwashukuru, nitumia fursa hii kuwashukuru sana viongozi wa mkoa, viongozi wa jimbo mbalimbali katika huu mkoa wa Mara, kwa namna ambavyo mnakisimamia chama, mnakipigania chama, mnakiongoza chama, na chama chetu kinaonekana kiko hai kwenye mkoa wetu wa Mara. Najivuna na kufurahia kwamba nimekuwa mwenyekiti wa mkoa hapa na nikaachia watu sahihi sasa ambao wanaendeleza gurudumu ambalo na kijiti ambacho tunapokezana. Leo ni Mwalimu Chacha, kesho atakuwa ni mwanachama mwingine ambaye atakuwa na hichi kijiti. Ataacha alama, na wewe ukishika hiki kijiti na wewe uache alama. La mwisho si kwa umuhimu, kumekuwa na maswali mengi sana, hasa watu tangia tumefanya mkutano pale Silali. Nilipo picha zilivyotembea za kwangu, watu walikuwa wanasumbua kwamba mwenyekiti, kama una pesa ya kunyoa hizo nywele tukusaidie ukanyoe. Na hata wakati tumeenda kwenye uzinduzi pale kumekuwa na hayo maneno, mwenyekiti vipi, kwanza umepungua? Niko vizuri, sijapungua, niko vizuri. Sawa sawa. Lakini kuhusu nywele
Mimi namuunga mkono tangia mwenyekiti ameanza kuuliza pale mahakamani kwamba mbona nywele zenu ni safi. Mimi nimeamua kwa maamuzi ya kumuunga mkono mwenyekiti wetu taifa Tundu Lissu. Kwa sitanyoa nywele mpaka pale ambapo mwenyekiti wetu atatoka gerezani. Nilikuwa namuonyesha makamu mwenyekiti hapo, nina binti yangu yuko chuo kikuu anasoma sheria. Alikuwa ananihimiza, ananitumia message akaniambia, baba nyoa hizo nywele. Kwa hiyo tulikuwa tunabishana, anambia mimi sinyoi mpaka mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu atoke ndani ndio utakaponyoa. Kwa hiyo umma ujue, ukiona hizo nywele sio kwamba nimekosa shilingi 5,000 ya kwenda saluni. Tumechukua maamuzi ya kumuunga mwenyekiti wetu wa chama, maana ana malengo. Ukisikiliza kwa nini anyoi, anakwambia kuna mpigania huru mmoja aliwahi kukaa gerezani, akaamua kusema sitakufa bali nitaishi. Kwa hiyo yule mtu aliyeandika na aliyesema maneno kwamba hata kufa alikuwa ana lasta. Kwa hiyo mwenyekiti Lissu amemfuata huyo mtu. Kwa hiyo na mimi na wengine tunaungana na mwenyekiti Lissu kwamba hata kufa ataishi mpaka mpango wa Mungu na makusudi ya Mungu dhidi yake yatimie Tanzania. Ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante kwa kikundi kile ambacho tumeenda kuzindua. Nashukuru kwa namba mliotupa. Sisi ambao umetupa hizi namba, tafadhali kabla tujaondoka tunaomba tupewe bili ya madeni yetu. Tangia nimeomba pale tupewe bili ya madeni yetu, makamo tulipe umepewa namba watupe madeni yetu. Mwenyekiti wa mkoa upewe deni lako, tuondoke tu tumelipa, tumekuwa wanachama hai kwenye hicho kikundi. Kunja ngumi tuagane. Kunja. Unaogopa na kikao cha ndani? Nategemea hakuna ambaye hata Peoples. Na washukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Karibu sana makamo, uzungumze na watu wetu. Wakati makamo anakuja, nizungumze issue ya ratiba ya mikutano. Sawa? Kwa sababu ni kanda yangu, nafikiri ni jukumu langu kusema hilo neno. Ratiba ya mikutano tunaitoa kesho asubuhi. Tutakuwa tumetoa ratiba ya mikutano yote. Kwa hiyo Msoma mjiandae, tulikuwa tunashauriana na makamu hapo, ana nafasi lini, tayari tumeshatengeneza ratiba, tunataka tukaipitishe kwenye vikao. Mjiandae, tutawaletea ratiba muda si mrefu. Karibu sana makamu. Asante sana. Naomba tukae ndugu zangu. Kwanza ni washukuru sana na nitambue kwamba mmekaa muda mrefu sana. Na leo nina shida ya kikohozi na mafua. Mwanzo ilikuwa tumekubaliana. Sasa hii meza yenu inatereza na kuna nyaraka zangu hapa. Sasa mwembe wakati mwingine ukitengeneza hapo unaweka kakitu kakuzuia hivi. Unaelewa katibu? Wewe shikilia bana hizo nyaraka, ni muhimu, lazima zisomwe hapa. Sasa ndugu zangu, mwanzo ilikuwa tufanye mkutano hapa Msoma leo. Na baada ya kupata taarifa kwamba mkutano umehairishwa kwa sababu ambazo mimi nasema ni za kijinga tu, za watu ambao wameshindwa kuongoza nchi hii, na ndio maana wametuweka kwenye matatizo makubwa tuliomo, na hawawezi kututoa hapo kwa sababu tatizo ulilo litengeneza mwenyewe una uwezo wa kulitatua. Lazima aje mtu mwenye akili ya juu zaidi yako ndio atatue lile tatizo. CCM imeweka nchi kwenye matatizo, akili zake zimeishia pale. Sasa ili tutoke hapo inahitaji watu wenye akili ya juu zaidi ya CCM. Uwezi kufanya recycling. Recycling ni kama unachukua hiyo chupa, unaweza kutengeneza chuma kutoka kwenye chupa. Hata ukienda kuiyeyusha itakuwa chupa tu, itakuwa plastiki ile. Uongo kweli? Sasa wale watu wanaofikiri CCM inaweza kubadilisha nchi hii ni wajinga kabisa. Narudia, ni wajinga kabisa, wanahitaji kuelimishwa. Kwa sababu haiwezi. CCM ambayo Mwandri amekuwa si diwani, si nini, si mbunge, si nini, juzi eti wanamtoa anasema
CCM imeweka wapya. Mwanili ni mpya, Mwanili Agre, Mwanili huyu msanii kabisa, yani Mwanili anakuaje mpya? Au ni yale maigizo yake pima hapo si nini, hiyo ndio upya huo. Sasa wanafanya recycling. Sasa tulikuwa tufanye mkutano hapa, lakini kwa sababu hizi za mwenge ambao siku tukishika nchi siku hiyo hiyo tunauweka store pale pale, wamezuia tusifanye nini, tusifanye mkutano. Sasa ikabidi mimi nikajua haya mambo ya hayapo tena, nimepanga ratiba yangu. Kuna mzee wangu mmoja sijamuona muda mrefu, na tunaondoka kwenda Dar kwenye kesi na mambo mengine ya nchi. Hasa tukaenda kusalimia wazee. Tumefika pale jana jioni, naambiwa bana utakwenda Msoma kusalimia watu. Sasa inakuaje hapa, mimi ratiba tayari ipo ya wazee, naenda kuona wazee na wamechinja mbuzi. Sasa nimeenda pale tangu saa 12 kuinuka subiri. Jamani, mimi mniwie radhi kwa niaba ya wale wazee. Spendi kabisa. Mimi ni mtu, kwanza sitaki bureaucracy. Bureaucracy ni nini? Kwamba ningetaka nipewe taarifa siku, ningesema kwa nini hamjanipa taarifa mwezi mzima uliopita? Mimi siko hivyo. Mimi jambo linaweza kufanyika sasa hivi, nina nafasi, twende tukalifanye, liishe sasa hivi. Kwa nimepewa taarifa jioni jana. Leo nimesema kwa sababu nilikuwa nimewapangia wale wazee, lakini kama ni kazi ya chama tutaifanya hata usiku, na nimekuja hapa. Kwa hiyo natambua kuna wale watu mlikuwa mnaenda Msoma, na mimi ni mwalimu, na sio mwalimu wa kawaida, mwalimu wa psychology. Nimesoma education psychology, nimesoma human psychology. Najua mtu akichoka, hata ukimwambia mambo mazuri yatakuwa yanapita hapa, yanatokea kule. Na mimi nataka nikae na akili zenu, sio mili tu. Sasa kwa sababu mmechoka, wakina mama wanawaza kwamba wakapikie watoto. Sasa mimi sitaki niongee sana. Mnielewe tu. Tunaweza tukaongea hapa, tukaongea vitu havisikilizwi. Uongo kweli? Na itakuwa mambo ya ajabu sana. Sasa nitaongea kwa dakika 10 tu, ili watu muwahi. Sawa sawa? Kwa hiyo mniwie radhi, nimeona ni muhimu niliseme hilo. Nimewasikiliza. Nataka niwapongeze watu wote wa Chadema family. Na nitachangia kwenye vile vikundi vyote shilingi 50,050 vyote. Kwa hiyo mtaratibu, katibu wangu aratibu namna ambavyo tutachangia vile ambavyo viko active, lakini vile ambavyo viko active, nikisema active maana yake nini? Viko hai. Sasa kama kile cha kina Makenji cha mkoa kiko hai kweli? Na ni kwa nini nimesema hivyo? Na ninawapongeza. Hii ndio namna ya kujenga chama. Hii ndio namna ya kujenga nini? Nimeona kuna kikundi kina watu 552. Tawi. Sio ni tawi? Chadema family si ni kwenye tawi? Ina watu 552. Nyingine ina watu 222. Nyingine na watu si 300, nyingine 100. Alafu nyie watu mnasema tuna shida ya kiwanja. Yaani hizo Chadema family zilizosomwa hapa suite 4 zina wanachama 1000 na kitu, wanatoka hapa Msoma hapa. Sasa kumbe hatuna shida ya resource, kwa sababu watu ndio fedha, watu ndio rasilimali kubwa kuliko zote. Tukisema watu 2000 ambao mmesoma hapa 2000, hatujagusa Chadema family zote ambazo ziko 52. Watu 2000. Tujiwekee malengo kwamba kwa mwezi mmoja kila mtu atafute shilingi 10,000. Kuna mtu anashindwa kutoa shilingi 10,000 kwa mwezi mara moja? Yupo ambaye atashindwa kabisa?
Basi akope hata wakati mwingine asubiri mavuno kama ni mkulima, au asubiri akienda kuvua ziwani akipata hiyo 10,000, lakini tuiwekee malengo kwamba lazima tupate shilingi 10,000 kwa ajili ya kujenga ofisi ya chama. Watu 2,000 mnazungumzia milioni 20. Hamjanunua uwanja nyie? Hivi mnanielewa vizuri ninachosema nyie? Wangapi wanaelewa ninachosema? Kama mna Chadema family 52 zina wanachama minimumly 100 au ni watu wangapi? 5,500 na kitu, si ndio? Wakichanga 10,000 milioni 50 na kitu. Wakichanga 5,500 milioni 20 na kitu. Hapa Msoma hapa Chadema ina wanachama wengi hapa. Wanaoipenda Chadema ni wengi kuliko wanaoenda kusali Jumapili wa Katoliki. Uongo kweli? Kwa eneo la Msoma hili. Uongo kweli? Kwa sababu kuna wanachama wa Chadema ni wa KKT, kuna wanachama wa Chadema ni wa Sabato, kuna wanachama wa Chadema ni Waislamu. Kwa hiyo Chadema ndio ina watu wengi hapa Msoma kuliko hata madhehebu ya dini. Uongo kweli? Kwa hapa mjini. Lakini kwa nini makanisa, kwa nini misikiti wanajenga ofisi, wanajenga makanisa, wanajenga vigango? Ni kwa sababu they are very serious na ukombozi wa kwenda mbinguni. Je, sisi tuko serious kwa kiwango hicho na maisha yetu hapa duniani? Kwa sababu cha kwanza, ili uende mbinguni lazima ujiandae kwa maisha ya duniani hapa. Juzi nilifurahi sana nilipokuwa kanisani. Sisi wa Sabato ndio huwa tunahubiri eti mambo yote haya yatapita. Mchungaji wangu amesema neno moja zuri sana, na mimi tunasema nimeriboro. Kuboro nini? Kuazima. Nitalitumia kila sehemu, kwa sababu mimi ni mtu ninayezungumza kuhusu economic emancipation. Sema economic emancipation. Mnanisikia? Mimi ni mwalimu, nataka tuwe pamoja. Sema economic emancipation. Mimi ni mtu nayehubiri kuhusu ukombozi wa kiuchumi, na nimechagua kwa mwanasiasa ambaye nitatumia muda wangu kujielimisha, kutafuta taarifa na kueleza watu wetu namna ambavyo ujinga wa CCM na viongozi wao umewaweka kwenye matatizo makubwa ambayo yanaweza kutatulika kwenye nchi. Watu wanakufa, watu wanakosa maji, watu wanakosa barabara kwa sababu ya ujinga na ubinafsi na upendeleo na kutokujitambua kwa viongozi walioko madarakani kwa miaka 65. Ndio maana tuko hapa na nitaeleza. Kwa mimi nimechagua kuzungumza kuhusu ukombozi wa kiuchumi unao kuhusu wewe, kwa sababu mimi sijatoka mbinguni, nimetoka kwenye familia ya kawaida. Watu tuliosoma nao wanajua mimi sio Mesia kama Yesu. Wanajua Heche ni mtu tulikuwa naye tunatembea naye umbali mrefu wa miguu. Nikaja Msoma sekondari, nikatoka, niko hapa. Wanachadema mmenipa hii heshima. Lakini kuna wenzangu ambao pengine walikuwa na akili kuliko mimi, baba zao hawakuwa na uwezo wa kuwasukuma kama babangu alivyonisukuma wakapata elimu niliyoipata. Kwa kumbe mimi niko hapa sio kwa sababu mimi na akili nyingi, ni kwa sababu mimi nilipata fursa ambao wengine hawakuipata. Kumbe hao watu serikali ingewatengenezea fursa, baba zao wawe na uwezo, pengine wangekuwa na uwezo mkubwa kuliko mimi. Sasa mimi nataka mtoto wako wewe aje awe rais wa nchi hii. Inawezekana. Tunataka kama ulikuwa unalala kwenye nyumba ya majani, mtoto wako arudi awe daktari bingwa, alipwe vizuri, akujengee nyumba nzuri, useme mtoto wangu alisoma. Na fursa ya elimu itatolewa na serikali, usiambiwe na mtu mwingine. Kama serikali ni ya kipuuzi ambayo inaleta mitaara ya Juma na Roza. Juma na Roza wanapika wali, mama yake Juma ameenda kusenya kuni, baba yake Juma ameenda shambani. Maswali, Juma na Roza walikuwa napika nini? Ugali A, B dagaa,
si wali, akiweka si wali tiki. Babake Juma alienda wapi? Alienda kupicheza mpira, alienda shambani, akiweka shambani tiki. Hiyo sio elimu, hiyo ni takataka. Wakati huo mtoto wako anafundishwa Juma na Rosa, mtoto wa mzungu wa Australia ambao hawana madini, wanafundishwa namna ya kuchimba madini wakiwa kwenye elementary stage, kwenye hatua ya chini sana. Wanakuja kumiliki mgodi wako, mtoto wako anaendesha bodaboda, anazungumza Juma na Ali. Ndio maana watoto wenu hawawezi kutengeneza hata spoku ya bodaboda. Hatuwezi kutengeneza hata toothpick. Sio kwa sababu hatuna akili. Ni nini tulichofundishwa tulipokuwa shuleni? Wazungu wanasema garbage in, garbage out. Takataka ikiingia itatoka takataka, akili ikiingia itatoka akili. Msoma mnanielewa? Msoma mnanielewa? Tunataka kubadili nchi hii. Lazima tufanye kazi ya hiki chama kwa bidii kama tunavyofanya kazi ya kutaka kwenda mbinguni. Narudia, lazima tufanye kazi ya hiki. Huu ujinga mnaoambiwa kwamba maisha mazuri tutaenda kukaa kuyaona mbinguni, hapana. Mchungaji wangu wa Kisabato alisema juzi, sisi wa Sabato tunasema yote yatapita, nyumba na magari vitapita. Akasema hivi, ni kweli vitapita, lakini vikiwa vinapita vipitie kwako. Sawa? Siku hivi vitu vitakapopita, na wewe uje uhesabiwe miongoni mwa yule vilivyopitia kwake. Ni rafiki yangu Sanuki na muongo. Hivi sije vikao vinasema tu eti vitapita, vinapita kwa kina Heche, vinapita kwa kina Abduli wa Samia. Na wewe vipite kwako. Tulipaswa hapa, tunazungumza hapa viongozi, magari yamepaki hapa yanasubiri muende nyumbani. Na is possible, inawezekana. Inawezekanaje Singapore isiwezekane Tanzania ambayo ina kila kitu? Inawezekanaje? Nimemsikia Kaki hapa anazungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, tujue hiki chama tutakijenga kwa nguvu. Na unity is power. Umoja ni nguvu. Tunaelewana vizuri? Martin Luther aliwaambia watu weusi, na mimi namwambia pia Samia na wengine na sisi wote, we must learn to live together as brothers, or we perish together as fools. Narudia, we must learn to live together as brothers, or we perish together as fools. Yaani kwamba lazima tujifunze kuishi pamoja kama ndugu. Ndugu yako akipata tatizo si ni la kwako? Si ndio? Kaka yako akiugua utakuja hapa? Utaenda kumuona kwa sababu una uchungu nao. Kaka yako akitekwa si utaumia? Kwa lazima wanachadema na Watanzania tujifunze kuishi pamoja kama ndugu. Tatizo lako ni tatizo langu. Tatizo la Fikiri ni tatizo lako. Tatizo la mzee Kaki ni la kwako, ni la kwangu. Au tusipoishi hivyo, tujifunze kwamba tutaangamia pamoja kama wajinga. Narudia, tujifunze kuishi pamoja kama ndugu ili tujikomboe. Au tuache kujifunza kuishi pamoja kama nguvu, kama ndugu, tuangamie kwa pamoja kama wajinga. Umeshawahi kuona nyumbu wanavyoangamia polini? Unakuta grupu la nyumbu lina nyumbu 10,000. Simba 4 wanaingia kwenye grupu la nyumbu 10,000. Nyumbu wanakimbia. Wanajichagulia. Wanashika nyumbu 4 wale. Kama walivyokuja simba 4, wanajishikia nyumbu 4. Hebu jiulize, nyumbu 20 tu wangeamua kugoma kati ya simba 4. Wangeshika pale kitu? Wangeshika kitu? Hiyo inaitwa fools, wajinga.
Kwa hiyo na sisi tukiona anatekwa Polepole wa CCM, tuseme huyu hanihusu, ni mimi sio CCM. Kesho utatekwa wewe, kama walivyoona wanatekwa wakina Mdude Nyagali, wakina Ben Sanane, wakina Polepole wakiwa madarakani. Tunalalamika, wakasema sisi tunaendesha V8. Leo Polepole amefikiwa. Jana nimeambiwa kijana mmoja anaitwa Bakari Kazungu kutoka Tanga amekuwa akijirekodi kwenye tu, anazungumza kuhusu CCM kwamba CCM fateni maadili ya chama chetu. Ni mwana CCM. Anasema Mwalimu alisema Watanzania wote ni ndugu, sitatumia cheo changu sui nini. Ahadi za Mwanatano zile ziko ngapi? 10. Wale waliowahi kupita CCM, mimi sijawahi kupita, lakini nazisoma. Mimi najifunza kwa kusoma mambo mengi. Ahadi 10 za Mwanatano, sitatumia cheo changu sui na nini kwa manufaa yangu. Kama leo tunavyojua, mtu ni Rais Samia, mkwe wake waziri watawala za serikali sisi na mitaa huko, mke wa yule mkwe wake, mtoto wake, yani mtoto wake wa kumzaa, naibu waziri. Sasa hicho kikao cha nchi, kikao cha familia. Heche akisema hilo wanataka eti waniwinde, waniumize. Nimesema nini kibaya hapo? Kama mnaona ni jambo baya, msifanye. Kwa sababu ukiwa kiongozi, jambo unalofanya sirini, una imani, hata likitoka nje huna aibu. Ndio maana mimi hao wanaozungumza si wananisema mzee, hayo mimi sijali. Kwa sababu ni wajinga tu, wamehongwa, wanaongea ujinga tu. Mimi sijai kuwajibu kwa sababu najua ni rubbish. Na wengine wanasheria wetu watashughulika nao, watalia milio hujawahi kusikia duniani hapa. Kwa hiyo ukiwa kiongozi, you must be clean. Kwa nini unateua mkwe wako? Tukisema umeteua mkwe wako, unakasirika. Kama ni jambo baya, kwa nini umelifanya? Kama ni jambo zuri, tunapolisema kwa nini ukasirike? Hivi nyie mnanielewa? Kama umefanya jambo zuri, kumteua mkwe wako ni jambo zuri, kwa nini Heche akisema umeteua mkwe wako, kwa nini unakasirika? Unasema nimekutukana. Hapo nimetukana nini? Kama asingekuwa mkwe wako, sema sio mkwe wangu. Kama yule mtoto sio wako, sema sio wa kwangu. Lakini kama ni wa kwako, mimi nilichosema ni ukweli. Kuna wengine hawasemi, wanasema pembeni pembeni. Mimi nimesema hadharani. Unajua iko hivi, unaweza ukawa na nguvu, ukatisha watu wote kabisa wakaogopa. Ukawaambia hiyo nyumba ni gari, na wote wakawa nasema ile ni gari, ile ni gari, wanaimba. Lakini ukweli ile ni nyumba. Hata kama wote wanasema ni gari, hata kama hakuna anayesema ni nyumba, lakini kwa Mungu inabaki ni nyumba tu. Kwa hiyo hata kama unatisha watu wote, wakakuambia kile unachotaka kusikia, kama sio ukweli, sio ukweli. Hata wakikuambia wanalia, sio ukweli. Kwa ndugu zangu, jambo hili lililofanyika la Chadema Family ni zuri, tuliendeleze. Na mimi naunga mkono, tuunganishe wanachama zaidi, na tuna uwezo. Na kwenye hilo, ninawaomba wanachadema, mjifunze kwamba ukombozi wa nchi hii tutauleta sisi wenyewe. Amezungumza hapa mwenyekiti wetu wa jimbo. Anasema makamu nipewe magari 3. Ukweli ni kwamba hata magari 2 ninayotumia ni ya kwangu, sio ya chama. Kwa sababu hiki chama hakina fedha, hakina ruzuku hata shilingi 100. Na walijua hiki chama kisipokuwa na ruzuku kitakufa. Hakifi. Tuna wanachama, tuna nguvu. Shida tulionayo kwenu, sio mimi niwe na magari 3. Tunapaswa kila wilaya iwe na gari. Na actually sio gari, iwe na magari. Sisi tuna wanachama milioni 8. Wanachama milioni 8 na wapenzi wetu. Na wapenzi ambao wanatuunga tu wanapenda Chadema hawana kadi, wanafikia karibia milioni 15. Tukisema kila mtu awe anajitolea kwa mwezi shilingi 1000, tutakuwa kwa wanachama milioni 8 tunazungumzia shilingi bilioni 8.
bilioni 8 kwa mwezi. Hiki chama tangu kiwepo, ruzuku tuliowahi kupata kubwa sana ni milioni 300 ya serikali. Kwa hiyo tunaishia kipindi hiki tulikuwa tunapata 117. Sasa tukipata bilioni 8 mzee, hii CCM watapata pa kuweka mguu? Narudia, watapata pa kuweka mguu? Tuache bilioni 8. Tuseme wanachama kati ya milioni 8 wachange watu milioni 1 tu. Watu milioni, shilingi 1000 ni bilioni 1. Basi tuseme msichange hao milioni 1. Tuseme watu 500,000 wajitolee 2,200, shilingi 2,000, sio 20,000, 2,000 ya Kitanzania kwa mwezi ni bilioni 1. Nani hapa akitoa shilingi 2,000 kwa mwezi ataishiwa mafuta ya kula nyumbani kwake kwa sababu ya shilingi 2,000? Wangapi mnachanga sasa hiyo hela? Na usinyoshe kwa uongo. Hata kwenye ile ya chama, nyosha ambao wametoa ile ya baraza kuu tu. Nyosha tu. Ya baraza kuu wangapi mmetoa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tuko hadi watu 30. Humu tuko watu zaidi ya 800. Wamechanga watu sera. Kwa sababu gani? Hatujawa serious kama tunavo tafuta ukombozi wa kwenda mbinguni. Ndio maana nilianza kusema lazima tuwe serious. Kuna watu hapa mnaenda kanisani mtoi sadaka. Sasa mwenyekiti, watu wako hawapo. Baraza kuu tu shilingi 1,000 hawajatoa. Na sio nyie, wala msijisikie vibaya. Nataka niwaoneshe kwamba Watanzania hamjawa serious na hii kazi. 1,000 ya baraza kuu hawajatoa. Wengi kuliko waliotoa. Wengine kwa kupuzia kwamba 1,000 kwani ni kitu gani, itasaidia nini? Mbona ni ndogo sana? Kuna watu wametoa shilingi 200, 300. Naomba yule kijana aliyetoa shilingi 300 aje hapa. Chale, naomba aje hapa. Mungu akubariki sana. That is the spirit that we need. Spirit tunayohitaji ni ya Bwana Chale huyu. Mungu akubariki, njoo bwana. Na mimi nitakupa shilingi 100,000. Nitakupa shilingi 100,000. Huyu bwana kabla sijaondoka nitampa shilingi 100,000. Ametoa shilingi 300. Huyu bwana. Angalia na hali yake. Shilingi ngapi? 300. Ametoa kila alichokuwa nacho. Haya bwana. Tulia pale nitakuona kabla sijaondoka. Fikiria. Tukiwa na spirit hiyo. Kuna watu kwenye mtandao wa simu amekopa songesha. Pengine sio mwanachama wa Chadema. Amekopa songesha. Akatuma kwenye Chadema shilingi 200, shilingi 300. Na mimi hizo ndio message ambazo nimekuwa nikiripost na kuzisambaza. Shilingi 300. Kwa sababu shilingi 100 yako ina make a difference. Sasa ukisema atatoa kaki. Kaki naye anasema mimi nisipotoa atatoa Ngoto. Ngoto naye anasema nisipotoa atatoa Chacha Heche. Chacha Heche anasema asipotoa atatoa Mwembe. Mwembe atatoa Bwana Makenji. Mwisho wake wote hatujatoa. Kwa usianze kutuambia kwamba fulani atatoa. Kuwa sehemu ya mabadiliko unayotaka kuyaona. Badilika kwanza wewe. Ndio message yangu kwenu. Wewe kwanza. Wewe, wala usifikirie mwingine. Wewe umefanya nini? Wewe mwenyewe kabla hujaenda kwa mwingine. Tumeitisha mkutano. Nilikuwa nasubiri watu wajae ndio niende. Huyo uliyekuwa nasubiri aende kabla yako ni nani? Eti nimechungulia nikaona watu hawapo nikasubiri wajae. Jamani, mnanielewa vizuri? Lakini mnanielewa vizuri? Vinginevyo tutatwanga maji kwenye kinu miaka mingi. Sisi uongozi uliopo kwa sasa ni uongozi wa upinzani wa kweli. Tutasema nyeupe kwamba ni nyeupe. Tutasema nyeusi kwamba hii nchi haiwezi tena kutolewa hapa ilipo na watu kama kina Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani. Wala msijadanganywe. Hata malaika akiwekwa mle haiwezekani. Nchi imegota. Na tukiacha hii nchi itakwenda shimoni, tunaona. Itagawanyika into pieces.
na tukisema ukweli huu wanatuchukia. Ngoja niwape tu takwimu kidogo. Sisi watu wa mkoa wa Mara, mbuga yote ya Serengeti iko mkoa wa Mara yote. Ziwa liko mkoa wa Mara. Dhahabu ya Tarime iko mkoa wa Mara. Dhahabu ya Buhemba imechimbwa imeisha, na nyingine zipo maeneo mengi tu. Watu wake ndio nyie. Potential iliyoko mkoa wa Mara ni kila mtu kuishi kama anaishi Ulaya. Yaani kila mtu unapaswa, yani wewe ni maskini tunakuhurumia, unatakiwa uone paki Prado kama ile nyumbani kwako. Tunasema huyu anaka Prado kamoja. Hapo wengine wana 10, 20. Ndio potential iliyopo hapa. Niwaoneshe tu kwenye utalii. Nchi hii kwa mwaka tunaingiza watalii, hao ni rekodi ya watalii wa ndani, kwa sababu hata mimi nikikatiza hapo na gari naenda Arusha na rekodi mtalii. Mnanielewa vizuri? Yaani ukifika pale getini wakikuandikisha, hata yale mabasi ya Kimoti kwa naenda Arusha na wale wanaandikwaga kama watalii kwa sababu wamekatiza mbugani. Ukivuka Nabi Gate ukiingia ndani humo wanakuandikisha kama mtalii. Kwa mwaka inaingiza watalii pamoja na hao tuliotaja milioni 1.5. Milioni 1. Kenya inaingiza watalii milioni 7.9 kwa mwaka. Msoma mnanisikia? Hivi mko hapa? Kwamba Tanzania, nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika nzima, wa pili duniani, wenye theluji, wenye maajabu, wenye theluji na mbuga ya wanyama pale pembeni, inaingiza watalii 1.5 milioni a year. Kenya haina mlima Kilimanjaro, inaingiza 7.9 tourist millions a year. Nchi ambayo ina Seru, mbuga ya Seru ina square kilomita 46,000. Nchi ya Israeli inaingia mara 2 ndani ya Seru na kubaki change. Msoma mnanisikia? Nchi ya Rwanda ni ndogo kuliko mbuga ya Seru. Ina square kilomita 26,000. Seru ina square kilomita 40,000 na kitu. Tuna mbuga ya Seru, tuna Mikumi, tuna Katavi, tuna Manyara, tuna Ngorongoro, tuna Serengeti, Ruaha, na nyingine zipi nimezisahau, Tarangire, sina nini. Tuko tunaimba mbuga za wanyama Tanzania, si ndio? Sasa ukichukua mbuga zetu za wanyama zote ukiziunganisha kwa pamoja, zinazidi nchi ya Uganda, Rwanda, Burundi. Ukiziunganisha kwa pamoja, mbuga zetu za wanyama ni kubwa kuliko hizo nchi 3. Kwamba sisi tunaingiza watalii milioni 1.5, Kenya inaingiza milioni 7.9. Nchi ya Rwanda inaingiza watalii milioni 5.5. Rwanda ambayo ni ndogo kuliko mkoa wa Kagera. Rwanda ina mbuga ambayo ni kama kijiji, ina sokwe mtu tu, inaingiza watalii milioni 5.6, sisi 1.5. Na nikisema watalii mtu utasema wananihusu nini? Iko hivi. Kuna kitu kinaitwa tourist visa. Sema tourist visa. Visa ya mtalii anapokuja kwenye nchi yako, kuna karatasi analipia inaitwa visa ya kumruhusu kuingia kwenye nchi yako. Tukubaliane kwamba mtalii alipe shilingi dola 100 tu. Dola 1 kwa watalii milioni 1.5. Hizo ni dola za Kimarekani milioni ngapi bwana Ngoto?
milioni moja, piga dola 100 mara milioni 1.5 ni dola 1,500,000, sio? Sio 1,500,000, milioni 10 na dola milioni 150. Kwani ni 150? Hapana, piga vizuri bwana. Hebu tuone ni zero ngapi, hesabu vizuri. Dola dola milioni 150. Nimesema hivi, watalii hawa wako milioni 1.5. Yes, mara dola 100. Dola 1.5. Dola 1.5 mara shilingi 2,560. Hebu nisaidie, 2,660 mara 2,660. 2,660 dola. Bilioni ngapi? Bilioni 3.9. Sasa bilioni 300 bilioni, yes, bilioni 399 za Kitanzania kwa visa tu. Huyo mtu bado hajarara, hajaingia akachukua chumba hotelini, hajanunua chakula hotelini, hajakodi gari ya mtalii. Huyo mtalii akiingia, ukiacha visa, ukiacha ndege atakayopanda ndani ya nchi, ukiacha hoteli atakayolala, ukiacha amebrush kiatu, ameona kakinyago amenunua, huyo mtalii anaweza kukuachia kwenye nchi yako mpaka dola 1,000 au 2,000 kutegemeana na siku atakazokaa. Akinunua chakula, hiyo hela ikiingia kwa mwenye hoteli, hela imetoka Ulaya imekuja kwa mwenye hoteli. Yule hoteli amenunua mboga kwa yule mama anayelima mboga. Kwanza anayeuza sokoni. Yule anayeuza sokoni ameagiza bodaboda amfuatie kwa yule anayelima. Yule anayelima akipata hela ananunua sukari kwenye duka lako. Wewe ukipata hela unanunua kitanda kwa huyu mama. Kumbe basi hela imetoka Ulaya imekuja imezunguka na imetengeneza uchumi kwetu. Nyie watu wa Msoma mnanielewa vizuri? Wangapi wanaelewa ninachosema? Nyosha mkono. Sasa twende vizuri. Hiyo inaitwa multiplier effect. Sasa kama ungekuwa na watalii milioni 3 au milioni 4 au milioni 5, kama tulikuwa tunauza mboga za shilingi milioni 10, kumbe tungeuza mboga za shilingi milioni 30. Kwa hiyo kumbe wazalishaji wameongezeka zaidi. Mnanielewa vizuri? Kumbe watoto wanaokwenda shule wameongezeka zaidi. Kama watu waliojenga kutokana na utalii ni 10, sasa wakija watalii milioni 1.5 watajenga watu 20. Hao watu 20 watanunua mfuko wa simenti Bamburi. Bamburi inalipa kodi serikalini. Kwa kama serikali ilikuwa inaajiri walimu 20, itapata fedha zaidi, itaajiri walimu 40, watadabo kwa sababu mapato yameongezeka zaidi. Mnanielewa vizuri? Sasa kama mna serikali hakuna barabara, nani anakuja kwenye nchi ambayo hakuna barabara? Na unatengeneza dikteta asiyefanya maendeleo. Juzi niliwaambia, warau madikteta ambao wananchi wanaweza kuwavumilia ni madikteta wanaoweza kufanya maendeleo. Wewe unateka watu, unaua watu. Wakati barabara, mimi nimepita barabara ya kutoka Makutano Sanzati, ilianza kujengwa mwaka 2015. Tangu jiwe afe haijawahi kuendelea hata kipande 1 na wale watu wameondoka barabarani. Uongo kweli? Nasema uongo. Sasa wewe unataka kuteka watu, unatisha watu wakati hata maendeleo hakuna. Hakuna. Mtu aniambie ni mradi gani unaendelea hapa mkoa wa Mara? Uwe wa maji, uwe kwa siku hizi ambazo nimekuwa hapa, hakuna hata mradi wa kipande cha barabara unaendelea. Nasema uongo? Watu wanaenda halmashauri kura fedha, wanarudi nyumbani jioni. Kama hivyo wamekimbiza Mwenge unaenda kuzindua guest house. Mwenge baada ya kuzindua miradi ya maji, miradi ya hospitali, Mwenge unazindua guest house. Pesa za nchi zinawekwa mafuta ya magari, mabilioni. Wanaenda kuzindua guest ya Heche, na mimi naenda kujiandikisha, nimejenga guest house, njoo mnizindulie. Wananipanga kwenye kitabu mwakani.
gari ya serikali iwekwe mafuta, maelfu ya magari yaje kunizindulia Heche guest. Hiyo ni nchi ndugu zangu. Hivi mnanielewa vizuri? Haya. Kenya nimewaambia watalii 7.9. Hebu piga kwa hesabu zile zile. Kwa Kenya inaingiza fedha za utalii mara 6 zaidi ya sisi, ambao tunawazidi vivutio karibia vyote. Sisi tuna maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro, ambayo wanaita is a human cradle, a mankind cradle. Yaani wanaamini pale Ngorongoro, Olduvai Gorge, ndio ametokea binadamu wa kwanza duniani. Hii ni nchi iliyobarikiwa ndugu zangu. Ni nchi pekee Mungu ameipa Tanzanite duniani. Hivi mnaelewa maana yake hiyo? Yaani dunia lote hili Mungu akasema nyie peke yenu ndio nawapa Tanzanite. Alafu mnakaa mnasema tunamwachia Mungu. Mungu amekupa kila kitu. Mungu alipokuwa anawaambia wakina Yakobo, wana wa Israeli, aliokuwa anaongea moja kwa moja kwamba piganieni ardhi yao, mbona hakuwaambia achieni Mungu? Si taifa hilo la Israeli mnaita taifa teule? Si kuna watu mnaamini hivyo? Wamewahi kumwachia Mungu pale kupigania ardhi yao? Kwa hiyo nyie ndio mwachie Mungu. Achieni Mungu. Yaani Mungu amewekea dhahabu hapa, badala mfanye maamuzi ya kupigania katiba, mpate elimu ya watoto wenu, mmiliki madini yenu, eti mnajidanganya eti tunamwachia Mungu. Hakuna Mungu ana kazi hiyo. Mungu amekupa ardhi uipiganie kwa kuweka viongozi ambao ni sahihi. Na utawala huu umeshafitinika. Kama ilivyokuwa utawala wa Sauli, utawala ulipoondoka kwenye mikono ya Sauli na Mungu akampaka mafuta Daudi, ilichukua miaka 25. Sauli yuko kwenye kiti, lakini utawala ulishaondoka kwake. Akawa anamuinda Daudi. Ikafika sehemu, kwa wale mnaosoma Biblia, Daudi alimkuta mpaka kwenye pango anamuinda, akakata shuka lake lile. Sikuna watu mnasoma Biblia hapa. Akamwambia mfalme, mimi sio mtu mbaya, ningetaka kukuua, mimi nimekukuta pale. Akachukua sio na kibuyu na mkuki wake, kitu kama hicho, si ndio? Yes. Utawala umeshatoka. Utawala wa nchi hii tangu Lissu alipopigwa risasi, Mungu akamlinda. Alishataka Lissu ndio atuongoze kwenda kwenye nchi ya ahadi, ndio maana alimsimamisha. Nyie ambao mnatakiwa kumsaidia viongozi ili Lissu atupeleke kwenye nchi ya ahadi, sisi wasaidizi wake ndio tunamwangusha Lissu. Leo yuko ndani mwaka 1 na miezi 4. Tumeogopa hata kusema kwenye video, tunaogopa hata kuandika kwenye Facebook, hata kuchangia chama mnaogopa. Alafu mnasema tuko nyuma yako. Mnafanya nini nyuma hapo? Mnafanya nini nyuma hapo? Kwani nani haogopi kufa hapa? Nani hana watoto? Hata mimi na watoto. Lakini nimesema sitaki kuogopa. Nimekaa mstari wa mbele, tubadilishe nchi hii, tusonge mbele kwa pamoja. Tusonge mbele kwa pamoja. Na inawezekana. Inawezekana. Hakuna muujiza unaweza kufanyika. Misri inaingiza watalii milioni 19. Nilikuwa napiga kama mtalii mmoja atakuwa anaingia analipa shilingi dola 100 ya visa tu kabla hajarara hotelini, hajafanya nini. Misri wataingiza dola bilioni 1.9. Dola bilioni 1.9 ukizibadilisha mara 2600 unazungumzia trilioni 5.3. Bajeti ya Tanzania ni trilioni 62. Kwa hiyo kwa kulipa visa tu watalii wanaoingia Misri kwa mwaka, watalii tu wanaoingia Misri kwa mwaka kwa kulipa visa tu ni 10% ya bajeti ya Tanzania. 10% of our total budget ya kwetu. Hii nchi hatuhitaji miaka 5. Tupeni miaka 2 tuibadilishe. Tuna akili. 2 tu, tukishindwa mtuondoe. 2 tu tutakuwa tumeweka mfumo, tutaingiza watalii kuliko nchi yoyote kwenye dunia hii, kwa sababu tuna vivutio bora.
tutakuwa tunapata pesa kwenye utalii, tutazalisha kwenye kilimo. Hatutaagiza hata chembe moja ya samaki. Nchi hii inaagiza samaki kutoka nje ya nchi. Watu wako hapa kando kando ya ziwa wanakufa na umaskini. Tunatoa bilioni 700 tunaagiza samaki kwa mwaka. Unahitaji uwape watu wako keji. Si mnafahamu keji? Uwawekezi wani maji Mungu amekupa. Tena mnaenda kwenye nchi ambazo zinazalisha samaki kwenye mabwawa. Wewe Mungu ameona huna akili, ngoja nikupe hata ziwa penye miti hapana wajenzi. In abundance of water a fully thirsty. Katikati ya wingi wa maji wajinga wana kiu. Watu wetu ni maskini, umaskini wa kutengeneza. Tukisema hayo wanataka kutuua. Tumekosea nini? Tunasema tupe nchi, tutawapa keji, samaki hazitanunuliwa nje ya nchi. Hizo fedha zinazotolewa kwenda kununua samaki nje zitakuja kwa watoto wenu, watajenga nyumba nzuri, watanunua magari, watasoma pazuri. Tunaagiza mchere. Mwalimu Nyerere alijenga shamba lilo lizungumza bwana nani. Miaka 65 baadaye naambiwa shamba lilo jenga Mwalimu limewekewa miundombinu, liko ziwani. Hata kuweka lile shamba lizalishe mchere. Mchere ni siku 90, ni miezi 3 ndugu zangu. Miezi 3. What are the ingredients for a good life? It starts with your wellness. Having partners who root maji, unavuna, unaingiza maji kwa sababu una maji, husubiri tena mvua ya Mungu, unapanda tena. Pale kwenu shamba lile lingekuwa linavunwa mara 4 kwa mwaka. Kungekuwa na vijana zaidi ya 100,000, wengine wanaendesha matrekta, wengine wanapaki, tumeweka viwanja vya ndege pale vinachukua mpunga, ndege za cargo zinashuka kule Bugwema, zinachukua mpunga zinapeleka kwenye nchi zinazopigana vita huko. Sisi ndio tungekuwa tunawalisha. Na sisi eti tunasubiri ngano inatoka Ukraine. Ukraine tumeagiza ngano mwaka jana ya dola zaidi ya milioni, pesa za kitanzania bilioni 800. Tunaagiza ngano. Mwalimu Nyerere alitenga shamba kule Basoto la kulisha nchi nzima ngano. Unapoagiza ngano, unaagiza mafuta ya kula, unaagiza samaki, unatoa pesa ya mama aliyeenda shambani miezi 6 kwenye nchi yako ndio akavuna. Unaipeleka Ukraine kuagiza ngano. Andazi linaliwa kule kwetu kwa Makorere. Pesa inatoka inaenda kwa mtu wa duka aliyenunua ngano. Ile inatoka hapa inaenda kwa Azam aliyetengeneza ngano. Azam anachukua hizo pesa anazipeleka Ukraine kuagiza ngano. Sisi tuna mashamba. Watu wetu hawana ajira. Ni kweli kwamba nchi hii hakuna nafasi za ajira? Ajira zipo. Tatizo ni wajinga wachache wanaotutawala kwa mabavu. Na kiongozi mzuri hawezi kulinda cheo chake kwa gharama ya damu, analinda nchi yake kwa gharama za damu. Nchi yake kwa gharama, anasema mimi nitajitolea maisha yangu kwa ajili ya nchi yangu. Huyo ndio kiongozi mzuri. Sio mtu anayelinda cheo. Mimi nafanya hii kazi, ndio maana hakuna mtu ananitisha. Nataka nifanye kazi hii hata kwa siku moja tu. Kama watanitoa wanitoe, lakini watu waje waseme Heche alipokuwa hapa alisimamia kitu fulani kikasogea hapa na pale. Kiongozi anayeogopa kufanya maamuzi na kusema ukweli kwa sababu anaogopa kuwaudhi watu, anaogopa kukosea, anaogopa kuchukua maamuzi, huyo hafai kuwa kiongozi. Na ndio tatizo tulilo nalo. Tatizo la kufurahishana. Tunataka tupeleke nchi hii pale Mungu alipotaka iwe. Hii ni nchi ya Mungu. Sio nchi ya Samia Suluhu Hassan na familia yake. Ni nchi ya Mungu. Na sisi wote hatujaalikwa kwa barua. Kuna mtu amealikwa hapa amepewa mwaliko kwamba njoo Tanzania? Tumezaliwa hapa. Lazima rasilimali za nchi yetu zitunufaishe wote. Nani hapendi kulala sehemu nzuri hapa? Anyoshe mkono. Nani hapendi maisha mazuri? Anayependa kulala njaa, akiugua asitibiwe vizuri, nani yuko hapa? Kwa nini wao wakatibiwa Ulaya wakati wanatuambia hizo hospitali zinazojengwa ni nzuri?
Kwa nini? Watu wa Msoma, fungueni macho. Hii kazi mimi mwenyewe siiwezi. Tunataka tuifanye wote. Viongozi wajibikeni. Hivyo vyeo mnavyopewa, sio katibu wa wilaya, sio ni, jiulize kwa mwezi umetenga mara ngapi kukaa vikao vya chama? Wewe unayejiita mwenyekiti wa tawi, umefanya kazi ya chama mara ngapi? Umeingiza wanachama wangapi? Kueni kama wainjilisti. Nendeni, gongeni hodi kwenye miji ya watu. Mimi ni mtu wa Chadema. Nimekuja hapa nataka kukusajili uwe mwanachama wetu. Na namba yetu ya chama ni 0744 44 69 69. Changia chama shilingi 1000. Nani atakukatalia? Nasubiri tu Heche aje, njoo kwenye mkutano wa hadhara. Mkutano wa hadhara ni mashambulizi yale yanayofanywa na ndege. Israeli ikifanya mashambulizi na ndege, kuna wanajeshi wanaenda chini wanaitwa infantry. Infantry wanaotembea kwa miguu ndio wanateketeza kule. Wanakuta kama mtu ambako kanapumua wanamalizia na singe. Infantry. Huwezi kushinda vita kwa mashambulizi ya ndege. Mkutano wangu mmoja utakaofanya hapo Nyasho, hata ujae vipi, bunge hapa. Nyie viongozi wa Mgaranjabo, si Makoko, mnafanya nini na wananchi? Naaminika vipi? Uadilifu wenu ni nini? Mtu anatakiwa akikuona ni mtu unayefanana na Chadema. Sio mtu ambaye mtaani una tabia mbaya, huaminiki, ukipewa umai kuwa mwenyekiti wa mtaa unaiba hela za mtaa. Wezi. Ndio maana mimi Tarime pale nikibisha hodi hivi, haki ya Mungu hakuna mtu akunishinda ubunge pale. Haki ya Mungu kabisa. Kwa sababu nilipewa miaka hii. Na ni watu wachache, watu wanakupa udiwani, unapiga kazi, wanakuamini, wanakuelevate juu. Sio mchezo mzee. Mara nyingi unapewa udiwani unaharibikiwa pale pale. Yaani hatukujua huyu ni mtu wa aina gani, Mungu tusamee. Na mimi ndio maana kwa kazi zangu nimekuwa katibu wa tawi wa Chadema Sauti. Nikawa mwenyekiti wa vijana. Nikawa diwani, nikawa mjumbe wa kamati kuu, na hapo nikawa mwenyekiti wa kanda, na nyie mkanipandisha kwa sababu mnaona mienendo yangu sijawahi kubadilika. Ukiniona leo ni yule niliyekuwa jana. Na nayo yasema leo sijawahi kubadilika. Na wengine ambao wanijui wanakasirika. Wanasema sio anamsema Samia. Kuna mtu sijawahi kumsema mimi. Mimi nimemuasha Magufuli akiwa anapita nyasi zinatetemeka. Amekuja jimboni kwangu ananitisha, nikamwambia Mheshimiwa Magufuli, mimi ni mbunge, nisikilize. Utaki, chukua maiki yako kaa nayo huko. Sasa leo nisiseme ukweli kwa sababu gani? Anamsema Samia. Ukifanya mabaya nitakusema tu. Mimi ni kiongozi wa upinzani. Kama unataka timu ya kukuimbia mapambio na kukuabudu, si unao wa kutosha. Sisi haikutoshi kukuabudu na kukuimbia praise and worship team. Mimi am not a part of that. Mimi sio kiongozi wa kuimba na kuabudu mapambio. Mimi naimba na kuabudu kwa Mungu, sio kwa binadamu. Unao wa kutosha huko bana. Hauna chukiaga eti hata mwandishi wa habari ananiambia, "Kwani hujaona kitu kizuri ambacho eti wewe uwe nachukia maswali ya kijinga?" Huyu ni mwandishi au ameokotwa tu mpiga picha? Hivi eti nyie hakuna kizuri ambacho mmeona kwa CCM? Si waseme wao. Kwani mimi ni mtu wa CCM eti niwasemee kuna kizuri wamefanya? Huyu tuulize mambo, nyie mtapeleka wapi nchi? Tukuchambulie, tutafanyaje tusiagize furniture? Haiwezekani kwenye nchi ya misitu, nchi ya 4 kwa misitu duniani, tunakalia viti made in China. Toothpick zinatoka China. Tutatokaje hapa kama hatuzalishi? Mwalimu Nyerere atuachie kiwanda hapo cha Mutex, Musoma Textile Industry, pale niliposoma pale. Kilikuwa kinaajiri watu wangapi? Maelfu ya watu. Ajira za watu zimekufa, kiwanda kimefungwa. Uongo? Ni magodown ya Wachina. Watu waliokuwa pale, analipwa hera, anajenga nyumba, anamlipa fundi ananunua dagaa kwako, hiyo ajira. Nimemsikia Kaki anasema Jineri alizoacha Mwalimu. Viwanda vya maziwa. Sisi tunaagiza maziwa mpaka kutoka Rwanda. Maziwa ya Inoro kutoka Rwanda. Na mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Si mnajua?
na sio mfugaji mbabaishaji yani. Maziwa lita moja kwa wale tunaouza viwandani, da miliki ananunua kwetu shilingi 1,000 na kitu, 1,000 au 1,200. Ukiwa na lita 1,000 kwa siku unazungumzia milioni 1.2 kwa siku. Kwa mwezi tuna uwezo kupata milioni 30 kwa maziwa. Sasa jiulize, ng'ombe, mimi na ng'ombe shambani kwangu anatoa lita 25 ya maziwa. Wewe unaagiza maziwa kutoka nje. Ukichukua wakina mama wawili kama walivyofanya Rwanda, wakina mama na familia moja, ukawa unazipa kwa mfano pale Iringa, Musoma na nini, ambapo mtu anaweza kuwa na eka 5 na maji yapo, akajenga nyumba yake, ukampa ng'ombe wawili tu wa maziwa, ambao anaweza kutoa minimum libasi atoe lita 30 15 auze shilingi 1,500. Maziwa ni shilingi ngapi hapa kwa lita? Shilingi ngapi? 1,400. Basi sema uuze 1,100. Ina maana hii familia inapata shilingi 30,000 kwa siku. Hiyo familia kwa mwezi inapata shilingi 900,000. Unajua maana yake hapo? Hii familia inaweza kujenga nyumba, hii familia inaweza kusomesha mtoto, hii familia itanunua vidonge bila kuomba. Uongo kweli? Na unasema wewe tumekupa ng'ombe leo mama fulani, akizaa mtoto yule wa ng'ombe ni wa serikali, wewe unabaki na yule ng'ombe tu mwenyewe na maziwa. Yule ng'ombe akishazaa anachukuliwa anapewa huyu mama yule ndama. Ndio Rwanda wamefanya hivyo, na familia nyingi za vijijini kule Rwanda watu wana ng'ombe wanakamua maziwa. Sisi tunaagiza maziwa kutoka, alafu wanasema umaskini, wanawaambia mpaji Mungu, ili muamini kwamba Mungu amemuumba Heche tofauti, Mungu amempendelea Heche ndio maana ana gari, ana nyumba nzuri. Wewe Mungu hajakupa. Wanawapa na methali nyingine, aliyekupa wewe ndio ameninyima mimi. Si ndio ujinga huu mnaaminishwa? Nasema uongo kwamba Mungu huyu Mungu ana upendeleo? Yaani Mungu huyu wanakuambia mwenye nacho. Hayo ni maneno ya kijinga kabisa. Anayetujima uchumi kwenye nchi sio Mungu. Mungu angetaka tusio na uchumi, isingekuwa nchi pekee yenye Tanzanite duniani. Angetunyima, angetuweka jangwani. Hata wale wa jangwani amewapa mafuta. Mungu angetaka tusiwe na mali, asingetufanya tuwe nchi ya 3 kuwa na dhahabu. Mungu angetaka tusiwe na mali, asingetupa ziwa. Kitendo cha kuwa na ziwa tu na maji, huo ni utajiri, kwa sababu ziwa litamwagilia mimea, utapata utajiri. Ziwa linatunza samaki, huo ni utajiri. Mungu angetaka tuwe maskini, angetuweka ziwani hapa? Angetuweka hapa? Angeenda kutuweka Misri kule jangwani, na wao wametuzidi. Kwa ndugu zangu, amkeni tukafanye kazi ya chama. Changieni chama, kisimamieni chama na kijengeni chama. Nitakuja kwenye mkutano wa hadhara, viongozi watawaambia, na mimi nina hamu sana ya kuzungumza hapa Msoma. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Sitaki kusafiri usiku. Nilitaka kuongea dakika 30, nimeongea saa 1. Kumbe sijui kupanga muda vizuri wa mazungumzo. Mungu awabariki. Andika namba ya simu ya chama, ili kila mtu akitoka hapa utume mchango. Kama una Airtel, tuma kutoka mitandao mingine kwenda Voda. Kama una Tigo, tuma mitandao mingine. Changia chama. Tunaelewana? Haya, 0744 44 0744 44 69 69 0744 44 69 69. Kila mtu ahakikishe ametuma mchango wa chama, na jipe jukumu la kila mwezi kutuma mchango wa chama. Hapo tutabadilisha nchi hii. Haya mambo ya vitisho, sisi zinaundwa tume, si nini, aliyesababisha matatizo haya anajifahamu. Hakuna sababu ya kutumia fedha za Watanzania
eti kwenda kuchunguza kilichotokea. Walioua wanajulikana, uongo kweli? Waliopiga wananchi risasi wanajulikana. Waliosema hakuna nywinywi wala nywinywi wanajulikana. Aliyesema na aliagiza jeshi miezi 6 kabla ya uchaguzi, anasema naagiza jeshi lijiandae. Jeshi linajiandaa kufanya nini siku ya uchaguzi? Jeshi lina mahusiano gani na uchaguzi? Aliyesema na aliagiza jeshi lijiandae, hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi, anafahamika. Hakuna sababu za kutumia fedha za Watanzania eti kuchunguza. Inafahamika kwamba wanaoiba uchaguzi ndio waliosababisha na ndio waliowaua Watanzania. Hiyo tume ya Chandi iliyosema eti watu wanatekwa kwa sababu ya mapenzi, Polepole alitekwa kwa sababu ya mapenzi gani? Nyie mtakubaliana na ujinga huo? Hatutakubali. Sawa sawa ndugu zangu. Ninawashukuru Msoma. Kajengeni chama. Tukutane siku ya mkutano. Haya. Peoples! Haiwezekani. Peoples! Peoples! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Niruhusuni niondoke. Kuna wale ambao walikuwa nataka kuchanga pesa ya moja kwa moja tone tone hapa ili tuipeleke pamoja na hii. Hiyo sio ile ya kwenye simu. Ile utatuma tu. Haya, kama kuna mtu ana 1000, 2000 kwa haraka njoo. Njoo tunaenda. DJ, kuna one love hapa. Haya. Njoo haraka. Mungu awabariki.